Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa napenda kusalimia katika jina la Yesu. Kwa jina naitwa Salome Kibugu. Namshukuru Mungu vile ambavyo Mungu ametenda mambo makubwa ya ajabu. Namshukuru Mungu vile ambavyo nilifika mahali hapa. Kwa kweli nimemuona Bwana. Napenda kumshukuru Mungu. Kitu cha kwanza ambacho napenda kushuhudia ni kwamba mimi nakumbuka kwamba mwaka 2012 nakumbuka nilikuwa ninapitia changamoto kubwa sana, hususan kichwa. Lakini pamoja na hapo nakumbuka nilizunguka hospitali mbalimbali kutafuta msaada. Sikupata suluhisho. Madaktari walijaribu kunifanyia check up ya vile vipimo, lakini pia havikufanikiwa. Lakini nakumbuka baada ya kuzunguka katika hospitali mbalimbali, kuna vipimo ambavyo nilifanyiwa kwa habari ya kichwa, kwa sababu kichwa kilikuwa kinauma sana. Nilikuwa napitia maumivu makali sana kiasi kwamba nilikuwa siwezi hata kupata usingizi, nilikuwa siwezi kulala, nasikia maumivu makali sana. Baada ya hapo nilifanikiwa kwenda hospitali kubwa ambayo nilifanyiwa check up ya vipimo kama vile CT scan, MRI. Lakini pamoja na hapo waliweza kugundua tatizo. Lakini pamoja na hapo pia daktari akanishauri kwamba hilo tatizo haliwezi itakiwa nifanyia operation, lakini hawezi kufanya hiyo operation kwa sababu tatizo ni kubwa sana. Kwa hiyo niliamua kutoka pale, nilikuwa nimeelekea hospitali moja ya Muhimbili. Nilifika pale Muhimbili pia wakanishauri kwamba nifanyiwe check up vipimo vingine, CT scan na MRI. Lakini pia nilifanywa check up. Lakini baada ya kufanywa check up na pia wakagundua tatizo lile ambalo nimepimwa sehemu nyingine. Baada ya hapo wakanifanyia vile vipimo, wakasema nao pia hilo tatizo hawezi nao kama mniandikia operation pia. Lakini pia wakawa wamesema kwamba wao hiyo operation hawezi kunifanyia kwa sababu tatizo ni kubwa sana. Kwa hiyo wakanifaa kwenda India. Sasa wakati wamenifaa kwenda India, kwa kweli nilifikia kiasi cha kukata tamaa. Nikakata tamaa, nilichoka, nikakata tamaa, nikawa sina njia wala msaada baada ya kuniambia kwamba nilikuwa niende India. Kwa hiyo wakati process zinaendelea za kwenda India, ndipo nifanikiwa kufika mahali hapa. Lakini nilipofika mahali hapa niona Mungu waliweza kunipokea vizuri. Watumishi wa Mungu wa mahali hapa wakanifanyia maombezi. Nilivyoombewa, kwa kweli nikushuhudia kwamba nimeona Mungu. Baada ya kunifanyia maombi, yale maumivu yaliisha kabisa. Namshukuru Mungu vile ambavyo nifika mahali hapa katika kanisa la Christian Family Church. Kwa kweli nimeona Mungu sana. Namshukuru Mungu Pastor Godfrey Rimo vile ambavyo alinipokea, vile ambavyo alinikarimu, alijitoa pia kwa ajili yangu mimi. Namshukuru Mungu sana. Kwa kweli ni Mungu ni mweza yote. Nisema kwamba namshukuru sana Mungu. Namshukuru Mungu hata Pastor Godfrey vile ambavyo alijitoa kwa ajili yangu mimi mpaka kufikia mahali, mpaka kufikia hivi nilivyo. Sasa namshukuru Mungu nimepona, naendelea vizuri. Mungu tayari ameshanifanyia muujiza mkubwa sana. Mungu ameshanitendea. Kwa kweli namshukuru Mungu vile ambavyo amefanya. Namtukuza Mungu vile ambavyo matendo yake ni makubwa
sana ya ajabu, vile ambavyo Mungu ni mponyaji. Mungu ni mponyaji, anaweza, na wala hakuna jambo linalomshinda, kwa sababu yeye ni mponyaji. Kwa sababu nakushuhudia vile ambavyo na mimi Mungu alivyonitendea. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ni kuachana na ile dhambi. Ni kuachana na dhambi. Cha msingi kubwa zaidi ni kuachana na dhambi. Sababu unapoachana na dhambi, kila kitu kinatokea. Hata kama ulikuwa wewe ni mgonjwa, hata kama wewe ulikuwa ni una shida namna gani, lakini ukishaachana na dhambi una mtendo makubwa ajabu. Na mimi nikushuhudie kwamba vile ambavyo amenifungua, Mungu amenifungua mahali hapa. Vile ambavyo watumishi wa Mungu wamejitoa, katika kuniombea, kwa kweli nimeona Mungu sana mahali hapa. Na wewe nakusihi kwamba kikubwa zaidi ni kuachana na ile dhambi. Kuachana na dhambi, kumgeukia Mungu. Kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana kabisa. Yote yanawezekana kwa Mungu. Vile ambavyo unavyoamini na vile ambavyo unavyotumaini Mungu na kumtegemea Mungu, na vile ambavyo unavyoachana na dhambi, unamgeukia Mungu. Kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana, kwa sababu na mimi nakushuhudia kwamba nimeona Mungu vile ambavyo nilifika mahali hapa, vile ambavyo Mungu amenitendea. Kwa kweli nilifika mahali nilikuwa nimechoka, nilikuwa nimekata tamaa, nilikuwa sioni njia, lakini vile ambavyo nilimwamini Mungu, lakini vile ambavyo nilifika mahali hapa, vile ambavyo watumishi wa Mungu walivyojitoa kwa ajili yangu kuniombea, kwa kweli nimemuona Mungu. Kwa nikutie moyo kwamba kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Vile ambavyo unavyomwamini na kumtumaini Mungu, kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Hajalishi unapitia shida gani, hajalishi unapitia matatizo gani, hajalishi ni changamoto aina gani, lakini kumwamini Mungu na kumtumaini Mungu, yote yanawezekana. Nikushuhudie kwamba Mungu ametendea mambo makubwa, hata vile ambavyo nilivyofika mahali hapa. Kwa hiyo nikutie moyo na wewe pale ambapo unafika, nikutie moyo, chukua hatua ya kufika mahali hapa, utamuona Mungu vile ambavyo anatenda mambo makubwa ya ajabu. Nikukaribishe, karibu sana katika kanisa la Christian Family Church. Utamuona Mungu vile ambavyo anatenda miujiza, vile ambavyo anafanya. Karibu sana.